Ukitizama idadi ya Watanzania, idadi kubwa ya kundi lilokuwepo katika jamii yetu ni idadi ya kundi la vijana. Na ndio kundi ambalo lenye nguvu, ndio kundi ambalo lenye ari, ndio kundi lenye mtazamo chanya, lakini pia kuna wengine wana mtazamo hasi katika kundi hili. Sasa niipongeze wilaya ya Mlele ikiongozwa na Mheshimiwa DC wa hapa chini ya mkurugenzi wakiongozwa zaidi na mkuu wa mkoa. Haya yaliyekuwa maelekezo mahsusi ya Chama cha Mapinduzi ya kuhakikisha tunawapatia fursa ya mikopo vijana, lakini tunawapatia elimu vijana ya namna ya kutumia mikopo hiyo, na tunawapatia elimu vijana ya namna ya kutunza fedha hizo ili waweze kujikwamua zaidi. Sasa wilaya ya Mlele imekuwa miongoni mwa wilaya nyinginezo nzuri zinazofanya kazi hii nzuri ya kuwapatia mikopo vijana. Hongereni sana. Lakini nikupongezeni na nyinyi vijana ambao mmepata mikopo hii. Niliwesha waelezeni mwanzo kwamba kundi la vijana ndio kundi linaloongoza kwa watu wengi hapa Tanzania. Nyinyi ni miongoni mwa vijana wengi ambao na wachache waliofaidika na mikopo hii ya 4%. Sisi huku hatubahatika kupata mikopo hii. Nyinyi mmebahatika. Kwangu kwenu mambo mawili. La kwanza, mmepata usafiri huu. Na kuombeni sana itumieni katika namna ya kujenga kesho yenu na familia zenu. Mimi najua bodaboda hizi mnatumia kufanya mambo yenu, ikiwemo kulisha ndugu zenu, kusomesha jamaa zenu na mambo mengineyo. Lazima tuambizane ukweli, si tunajuana? Tunajuana. Lakini la pili, nikuombeni sana, tuko vijana wengi huku nje tunatamani na sisi tupate mikopo hii. Nikuombeni sana, unapofika wakati wa marejesho, turejesheni ili na vijana wengine waweze kufaidika. Lakini sio tu vijana wengine waweze kufaidika, hata nyinyi wenyewe mnaweza kufaidika tena mtakapotengeneza uaminifu na ukweli kupitia halmashauri zetu. Manake kesho utakapohitaji mkopo mwingine ambao ni mkubwa zaidi, halmashauri na serikali itakuwa tayari kuwapeni mikopo hiyo. Kutekeleza ilani ya uchaguzi wa CCM, halmashauri ya wilaya ya Mlele kwa kipindi cha Januari Aprili imetoa kiasi cha shilingi milioni 364,780 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya kiasi hicho, vikundi vya vijana vilipata mkopo wa shilingi milioni 169,640, na kati ya fedha hizo vikundi vilivyoomba mkopo wa usafirishaji vimepata shilingi milioni 55, ambapo vimeweza kununua pikipiki 15 na guta 1. Manufaa ya mradi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba vikundi vimeweza kujipatia ajira, kujiajiri vyenyewe na kuondoka dhana potofu ya kusubiri kuajiriwa. Pia vikundi vingi vimepata hamasa na vijana wengine kujiunga kwenye vikundi na kuanzisha miradi ya kuendeleza kiuchumi. Na vile vile imetoa ajira kwa vijana na kuongeza mzunguko wa fedha katika jamii. Mimi kwa majina naitwa Joshua Gabriel Moses, ni mwenyekiti wa vijana. Tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuwezesha sisi kama vijana, maana tumenufaika na mkopo wake huu 10%. Tumeweza kunufaika kwa mambo yafuatayo. Vijana tulikuwa tuna uwezo wa kujiajiri, lakini mama katuona, katushika mkono, katuweza kutuajiri kwa niaba ya kutupa usafiri. Tumenufaika na mikopo, na hivyo tunapambana sisi kama vijana tuweze kutunza uaminifu. Kwa niaba ya vijana sisi tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, maana amekuwa ni mtetezi wa wanyonge siku zote.